Hi family, this is the Luck Mom here. Deborah Nchika is my name. I'm an ex-housemaid of Saudi Arabia. I create awareness on what happens in the Middle East. Sometimes I do help those domestic workers who are stuck in the Middle East. And I do create awareness on human trafficking and modern day slavery. If you have lost also your loved one, you don't know where to start from, you can just reach me out for further direction. I will just direct you on what to do next. You've lost your kin is missing, you don't know how to trace them, you can just reach me out. Your boss is mistreating you, you're working without pay, you can just reach me out. If you have any challenge, maybe your passport is lost, maybe your boss tells you like, I can't see your passport expired while you are there, you can just reach me out. I'll give you direction. I'm here because I just want to share something because I know it is going to help somebody somewhere. Kuna mwanadada alimaliza contract vizuri, akaenda nyumbani, so akarudi kwa tajiri wake yule wa kwanza tu. Nataka kuelezea history yake, at least itafungua mtu mmoja macho ama wengi, isaidie watu wengine. So huyu msichana alifanya kazi miaka miwili, akamaliza, akarudi nyumbani Kenya. But hiyo miaka miwili haikuwa rahisi sana. Kuna wakati walikuwa na kidogo mvurutano na bosi wake, walikuwa wanavurutana. So saa zingine angerudingi kwa ofisi, wanaenda wanasolve, wanarudi kwa the same house. Najua kuna watu wanapitia hivyo tu. So yeye vile alikuwa hizi miezi ya tuseme kuanzia mwezi wa 10, akimaliza 1 year, kuanzia mwezi wa 11 mpaka 15 walikuwa wanasumbuana sana. Basi hivi vile alikuwa amekaribia the last 4 months, au watu wakarudi wakawa wazuri na kazi yake ilikuwa safi. Nataka watu wajue kuwa ukienda kumaliza contract uanga umekuwa na experience, huwa uko na experience na unajua kazi. Sasa boss wako huwa anakutamani uendelee kumfanyia kazi because anaona ni ngumu tena kufundisha mtu mwingine. Maybe unafanya kazi vizuri, ukishazoea kufanya kazi, ukikuwa na more than 1 year, maybe unaenda kumaliza, huwa uko na experience. So wanaweza kukupembeleza wakuambie rudi, juu sasa wanaona kazi yako ni nzuri. This is what happened to this lady. Walimuongelesha vizuri, wakamfanyia shopping, wakamkatia ticket, wakamkatia return ticket. So alipewa re-entry visa, akarudi na re-entry visa, akapewa return ticket, akarudi kwa the same house. So vile alirudi kwa the same house, yeye akaanza kufanya kazi. Mwezi wa kwanza hakulipwa. Boss alimwambia utakuja kwangu ndio, but mwezi wa kwanza ile tiketi nilikukatia ndio utalipia for the first month, ile tiketi nilikulipia ya kurudi. So walikuwa wameagree hivyo. So akafanya kazi the first month, hakulipwa, akaambiwa sasa imeenda kwa ticket. The second month akaanza kuona dalili, simu yake ikachukuliwa kwanza. Akaambiwa sasa utawekewa simu ufanye, ulikuja kufanya kazi. Unajua sasa hiyo hajapitia kwa ofisi yoyote. Yeye alikatiwa return ticket na akarudi kwa bosi wake, juu aliona mabosi wake walikuja wakabadilika wakawa wazuri. So yeye akaendelea kufanya kazi. Mwezi wa pili simu ikachukuliwa. Hana la kusema. Akaendelea kufanya kazi. Mwezi wa pili kaisha, wa tatu ikaisha, hakuna malipo. So akashindwa, kwani nilikuja kufanya kazi bure? Hata akijaribu kuitisha pesa anaulizwa, do you remember when you had a contract with us? Ulikuwa unatupeleka kwa ofisi. Mara unafanya hivi, mara unafanya hivi. Unataka kuturudisha mambo ya kitambo. So wanaanza kumuhangaisha like, unataka kuturudisha mambo ya kitambo. You want to take us back to the office. So wako sure tu hana ofisi saizi, amerudi kama hana ofisi. So wanamwambia unataka kuturudisha kwa mambo ya kitambo. Why don't you take us to the office? Kumbuka sasa hiyo hana simu. Jane Kimta anasema hivyo ukirudi the same house ni lazima upitie ofisi. That will be better on your side. It will be better on your side ukipitia ofisi. Ni vizuri umeuliza hiyo question, kwa sababu the moment you don't pass through the office,
You are saving for these bosses. Unawasavia and they're not going to add you salary. Ati watakuongeza. Because requirement ni kuwa wakitafuta msichana they have to pay all the bills regarding na traveling ya huyo msichana. So ukirudi bila ofisi ni kama umetumia shortcut. Is 1% wanaendanga wanakaa vizuri, but most of the people wenye wanarudi bila kupitia ofisi wengi wao wanahangaika. Ni mmoja kwa watu 10 anakuanga sawa. Kuna wale wenye wakirudi wanakaa vizuri kweli, lakini kuna wenye sasa kama mimi ofisi yangu ilifungwa, si unatafuta ofisi nyingine, kwa sababu huyo bosi wako kiwa anakupenda atakununua hata kutoka kwa ofisi nyingine. By the way, msiwe mnafanya shortcut, unafanyia Mwarabu shortcut alafu wewe unaenda unaumia. Kwa nini wewe una risk na ni maisha yako? Kama ofisi yako ilifungwa, tafuta agency nyingine, alipe kwa hiyo agency wakurudishe, because you are saving for this person na haoni. The money you are saving for this person is just 5, that is $500,000 unamsavia asinunue msichana. Umeamua kurudi kwa nyumba yake alafu anakutesa because anajua you have there is nothing you can do. So huyo msichana amefanya kazi mpaka 1 year kama hajalipwa. Asante mama, be blessed. Thank you. So amemaliza 1 year hajalipwa hata 1 bob. So akijaribu kusema sijui, anaambiwa can you take us to the office? Why did you come back to our house? Who forced you to come back to our house? So she just talked to me yesterday wakati walienda Peti Mama. Walienda Peti Mama kwa kina Waiguru wake, ule maid wa pale akampea simu. Then they contacted me wakaniambia like, "Mom, please, how are you going to help me?" Hii Nyakoza anasema amen. How are you going to help me? Nikamuuliza what is your situation? Akaniambia me, I don't even use a phone. Niko na simu yangu nilinunua na pesa yangu lakini siitumii, iliwekwa. Mimi huyu msana ndiye amenisaidia, na sasa akanipatia namba ya bosi wake. Kweli alinipea namba ya bosi wake lakini hana ofisi. Hakuna system inamtambua sasa ako hapo ati alipelekwa kwa nyumba fulani. Hii ni kama kupenya, hii ni kama unatumia shortcut. By the way, if you have finished a contract, usirudi to the same house. That is my advice ya 1 bob. Because sasa watu wanakuja wanabadilika. Anaulizwa, why did you come back? Who forced you to come back? Na unajua hao watu wakianza kukuuliza, why did you do this? Why did you do this? Unabaki kama umezubaa. So ako, na nilimwambia sasa, is there a way unaweza kufika nini? Like mama Nyanzoka, please ukue agent. Na nikikuwa agent nani atakuwa Lucky Mom kweli Jenny? Lucky Mom ni mtu mwingine tofauti kabisa. Hasa mimi sio agent. Sasa mimi ni Lucky Mom tofauti mwenye sio agent. Siwezi kubali kukuwa agent because maybe that is not my call. My call is to be the Lucky Mom and I continue doing what I'm doing. So siwezi tamani kukuwa agent. But maybe hizo ni fikira zako mzuri kwangu, but siwezi tamani kukuwa agent because kila mtu akona position yake kwa hii life. So huyo msichana sana nilimuuliza, penye huko unaweza kufika deportation? And by the way, watu wenye walikuwa wanaenda deportation Samasco ilifungwa, they shifted to a different place called Hamisi. By the way, at least vitu zingine nikikumbuka hivi ninajaribu kuupdate watu. Hakuna deportation tena Samasco, wale shift kwa place inaitwa Hamisi. So ile Samasco ni watu walikuwa najua maybe umejipanga unataka kwenda Samasco, unaweza fika huko na upate hakuna deportation. So nikamuuliza unaweza kufika deportation? Akaniambia mimi nakaa, aliniambia anakaa Ushago. Anakaa kwa boda ya Jordan na Saudi Arabia. Abudi anasema mtetezi wa wanyonge. Yeah, mimi ni mtetezi wa wanyonge. Scholastica kwa mkasema asante mama, be blessed. Thank you. Masiyego anasema mama, mimi sina ikama, sijaipelekwa medical tangu nini. Uliza ofisi wanasema hiyo ni kazi ya ofisi. Nasikia ukiwa lazima ikama, nataka kujua haki. Lazima ikama yako ndio itakupatia final exit. Sijui kama uko kwa ofisi ama uko kwa boss. Ikama unafaa kupewa, kama wale wenye wanafanya house door to door wanafaa kutafutiwa ikama na ofisi in the first 3 months. Kama uko kwa tajiri wako ni 3 months. So sijui umekaa for how long masi. Ikama lazima ndio itakupatia final exit ndio uende nyumbani.
So ule msichana akaniambia anakaa ushago. But mimi nikaonelea ni vizuri at least nikuje niongee na watu wa Lucky Mom family, because najua sio mtu mmoja huwa na watch. Kuna watu wataangalia waseme huyu boss wangu ni aje amekuwa mzuri hizi last 2 months. Ni mtu alikuwa anakutesa. Yaani wale walificha kucha wakasema wacha tu akijaribu. So kuna boss wako anakuangalia tu hivi anasema wewe ukienda kwenyu na ukijaribu kurudi kwa nyumba yangu nitakuonyesha. Kuna boss anakuombea urudi akutese. Patience Karima sema hello kukumisi nayo. Niko kabisa nimejaja. Caroline Moranga anasema Lucky Mom akisaidia huyo mama mimi nilimconnect kwako. Wewe ndio ulimconnect. I'm trying my best. Because wakati nilikuwa naongea na ule mkubwa aliniambia hivi, do you have a contract? Forward a contract to me. Hana contract but nilipatiana namba ya boss. Na huyo boss wake ni mrude. Ananiuliza who are you? You can come for her. Ananiambia you can come for her. Ako sure hakuna mtu atamufikia hapo. You can come. Ako sure hawajampea simu. Dorcas Wanja, Mom, yesterday what is happening? Mom, imagine Weguru wameturudisha ofisi eti hakuna pesa, nimekaa for 3 months. Kuna wenye ni misoto amekurudisha kwa ofisi, kuna wenye ni misoto hawasemi. Unajua watu hawasemangi kama hawana pesa. Mtu anajigambanga na huwa wanaoperate hivyo. Most of them mtu anaweza kupeleka kwa nyumba yake akufanyishe kazi, yani ananga mfanyikazi akufanyishe kazi hiyo miezi 3 akurudishe. Juu hawezi hata afford. Maybe anakuchukua, unajua office na pia wao hawezi kukuambia. Mtu Waiguru anakuchukua on a contract ya 3 months lakini office haiwezi kuambia. So wewe ukipelekwa unadhani umeingia job. Kumbe walikuwa nakupima wakutumie, unatumiwa proper, unafanya kila kitu, unafanya kazi na roho yako yote alafu unarudishwa unaambiwa hakuna kazi, mimi sina pesa. Kuna wenye wanaoperate hivyo, wale wenye hawataweza. Kama huyu wangu madhara wako nayo kisha wataka nirudi siwezi hata kwa dawa. Patience, usijaribu. Ukiona watu wanakuangaisha hata wakuja wakue wazuri usijaribu kurudi. So walikuwa wanamuombea aende abadilike juu walikuwa wanampelekanga kwa ofisi. I'm so sorry. There's a phone that is coming but siendi sana. Sijui watu wananipiganga kwa nini wakati ninakuanga live. But I'm coming guys. Niko hapa. I just want to switch off the phone. Yeah. So Omasi anasema niko kwa boss, sijaipelekwa medical. Boss namuuliza akasema ajui niko na only 2 months. Mbele ndio ni home alafu na kuhitaji inbox. Okay, tutaongea. Kwani huko ipelekwa medical? Lazima ikama watalipia ikama ndio upewe final exit. Ukiona boss anakufanyia hivyo ako na plan ya kukutupa deportation because hawataki kuprocessia. Kuna fine watapiwa ya kutafutia ikama mapema. Ikama ni 3 months. Kwanza ile wiki ya kwanza ukienda unapimwa medical vizuri, wakiona uko sawa unatuma unaenda kutengenezewa ikama. So ikama inakuanga must but ni ya boss. Boss ndiye anakaa nayo aonyeshane, ni kesi akiulizwa na government yao aonyeshe uko hapo legally. But sasa time ya kutoka lazima uwe uko na ikama. Ndio umesikia watu wengi wanasema nimemaliza contract, boss amesema anaenda kunitafutia ikama. Wale ni wale wenye walikuwa naruka hiyo process. Kuna wenye sasa hii wenye hawataki kwenda kutafuta hiyo ikama wanakutupa deportation. So huyu msichana bado hajasaidika na ninataka hii kitu ifungue watu macho. Kama umemaliza contract na unataka kwenda kufanya kazi bado Saudi Arabia, ambia boss wako utarudi. Hutarudi. Ndio unataka kurudi but akutafutie final exit. Final exit ndio mambo yote. Kama hujatimiza ndoto yako unataka kurudi au kutafutie kitu inaitwa final exit. Asikupatie re-entry visa
Kuna yenye inaitwa final exit re-entry visa. Asikupea hiyo, hiyo ni yenye unarudi kwa nyumba yake. Na akikupea hiyo, huwezi enda kwa nyumba ingine. Utafika pale tu ukiprocessiwa, wanaangalia kwa system, wanaona uko na re-entry visa na utarudi kwa hiyo country kama unataka kubadilisha nyumba. Wewe ambia boss wako, hata umwambie tu mimi sirudi nitafutie final exit. Hawezi kukupiga. Watu wanasema ati mimi atanifanyia kitu. Anakufanyia kitu nini? Kwani ulizaliwa uzeekee kwake? Mwambie mimi naenda kuuliza nyumbani, wakikubali nirudi, utanitumia ticket. Ukijua kitu unafanya kama wewe unataka kurudi hapo. But mimi naweza ambia tu mtu, you can make flowers anywhere. Kama uko na hiyo kidogo yenye umesave, inaweza kuja ibadilisha maisha yako. Pesa itoshi. And those people, they are not appreciative. Jua hata ukisema urudi, yani wakiona unakaa kwa nyumba yao sana, wanaona kama una mwelekeo. We need to learn from what has happened from the past, so that mtu aseme kama ni hivi. Umeona sister yetu amekufa, huyu Evelyn mwenye tunaendelea kufanya follow up ya kesi yake. Aliamua kurenew contract hata bila kuenda nyumbani. Wakati alikufa boss alisema I have no business with the dead. Unasikia? So hawana haja na wewe. Ni wewe unajikaza kwa sababu ya zile mashida uko nazo, yale mahitaji uko nayo. But they don't care about who you are. They just want your services, but anytime utapatwa na shida, wewe kuisha. Hiyo ni maisha yako. They don't care about you because you're not related. So unaona huyu msichana ameteseka 1 year hajailipwa. Umesikia huyu mwenye amesema alimconnect Karo. Ndiye alimconnect kwangu. These things are happening. Na watu wajue usirudi kwa nyumba ya bosi wako hata akikuwa mzuri aje. Kama mliwahi kukosana akakukorofisha, hiyo duration ya kukukorofisha ndiye anakuanga hivyo. Hawezi badilika, ni kuficha kucha alafu urudi akutende. Jessica anasema mimi nimemaliza contract na nitaenda nyumbani dek. Sasa ananiambia hata ni renew ikama inawezekana. Ananiambia ata renew ikama inawezekana, ama kama umemaliza contract ana renew ikama ya kazi gani? Wacheni kupembelezana na hao watu. Mwambie ata renew ikama ukisharudi. Unaona? Kweni watu wenye mmefunguka macho. At least tukifunzana hapo, unamwambia hapana, mimi don't renew my ikama. Wait, I come back then you renew. Because unajua akikurenew in case amerenew ikama na uko hapo, anaweza sema ulikubali. Unaona? Anasema ulikubali kurenew ikama na ni pesa yako. Ataanza kukuitisha sasa pesa ya ikama. You want to go to Kenya? You have not paid my ikama money. So hata hiyo ikama money exaggerate. So ni ukue careful. Adija anasema good job mom, thank you. Raila Seka anasema ukweli ya watu wanageuka kama kinyonga. Hao wanageuka kila wakati. Watu wanasema salary ya ni kama salon 800 to 50, ama salary ni 900 but rate imerudi. Sasa salary ni between 27 to 30. So ninataka tu watu at least ukisikia mtu anakuambia ana renew ikama, akona intention yake kwa kichwa. Na utaenda kumpinga. Unajua yeye anajua penye ataenda. Wewe hujui. Yeye anajua penye atakupeleka kwa polisi gani kwa sababu ulikubali akarenew ikama. Hata sema unajua watu wanakuongelesha mkiwa wawili, but ukianza kumuinclude watu wengi unapata uko wrong kwa sababu umekubali. Anakuuliza is this you? You are accepted, na unakataa kwa nini? Kwa sababu wametubebea akili. Kuna vile wako na mentality kuwa Africans ni wajinga. Wamekuja kutufanyia kazi, hawana akili, we can think on their behalf. Hawajui kuwa hao ni watu wamesoma, wamekosa kazi. So wanakuona tu ukiendelea kuoshea choo, ukioshea vyombo, wanaona huyu hana akili. We can think on her behalf. So ni watu wakuwe tu macho. Usipewe kitu yenye unaambiwa sign hii kitu. So nilikuwa nimeamua tu kuambia watu story ya hiyo kurudi the same house. Let it iache kuisha. Let's say no. Going back to the same boss is a no. Mtu anakudharalisha, anaona tu wewe hauna pa kuenda. They can do anything to you. This lady amefanya mwaka mmoja mzima hajailipwa na simu yake imewekwa. Huyu ni mtu akona watoto, kumbuka ako nyumbani, watoto wake wamebaki nyumbani. Aongee na familia yake.
So ni ile tu anasema tu like mom tafadhali nisaidie. Yes, naweza kutaa wanyonge. Lakini kuna zingine zinakuanga beyond me, ni kujaribu. I try penye naweza. But zingine nasikia kama ni ngumu, lakini kama there is a way I can just create this awareness, watu 10 wasikie wenye walikuwa na plan ya kurudi the same house na waache, nitakuwa nimesaidia one person or two. Right, Aseka anasema hapa mimi naambiwa niongeze na nafanya kazi under supervision, pia nafanya nyumba 3. Sifanye kazi nyumba 3, lakini wewe mwenye unafanya nyumba kazi 3, right? Uliwaonyesha uko na nguvu za kutosha. Unajua watu waanze kujua haki zao. Jua haki yako vizuri. Contract, umepewa contract moja, iko pepa moja. Anza kujieleza. Ambia tu boss, mimi contract yangu ni moja. Sina kama anataka kufanya nyumba 3 akupatie contract zenye zinasoma nyumba 3. Watu waanze kukua courageous. Mtu aache kuogopa. Hiyo ni haki yako. Hakuna kitu kitakufanyikia, atajua tu kumbe nimewambia watu wamegeneralize, wanajua Afrika ni wajinga. So wametuweka kwa mfuko moja. So ukitoka juu utoe kichwa, atajua tu huyu kumbe akona akili. Unamwambia mimi siwezi fanya kazi kwa nyumba 3. Sometimes hiyo kazi inatakanga drama kwa umbali. Unakuwa na kichwa ngumu chini ya maji, but na ka drama tu ndio mtu ajue tu this one is bright. Anawachana na wewe. Wacha kufanya kazi nyumba 3, wewe sio tractor my friend. Wewe unajikosea heshima. Watu wajipende, ufanye kazi nyumba moja. Yenye mimi nasema tu siku nyingine niletewa nguo kutoka kwa sister ya Waiguru ati nipige pasi. Nililia the whole day. Nikauliza kwa nini, why are you crying? Kaambia why are you bringing clothes from outside? Hiyo ndio ilishia hapo na wako wewe nilete. Zilikuwa mingi, nilipiga pasi nikilia. Huyo Waiguru akikuja anapata tu nalia na anaendelea kupiga pasi. Why are you crying? Ambia why are you giving me extra work? Na hivyo ndio aliachanga kuniletea. Ndio nikasema wangu alisema eti wanataka nasi but ni pesa hakuna. Watafute pesa. Yuni sio maore nimekuona. Mama anasema mama sasa huyu demo atasaidika aje kama boss wake amefika hapo huyo boss anajibu rudi anatoka aje hapo bila pesa. Kama kuna vile anaweza toka bila pesa au ya kumzima, it's better because sasa yeye mimi naweza sema instead ya kukaa tu mahali penye unateseka na hauna matumaini, ni vizuri hata kirudi nyumbani. But we are trying our best. We are just trying our best. Masio wanasema hii exit visa boss akikataa kufanya nini juu wangu ashailia shida juu mzee ndio alinileta na akakufa. So huwa anasema baba alimwacha maskini hana pesa. Kama boss wako alikufa anakuanga na hiyo death certificate. Ataenda kuonyeshana huko. Kwani sasa anataka wewe ukue tajiri wake ama? Yeye mashida zake akilia ni zake, na wewe pia uko na mashida zako, wewe unamfanyia kazi. Kama amekuwa maskini akurudisha tu kwa ofisi, utatafutiwa boss mwingine mwenye willing kulipa. So kwa hivyo juu amefiliwa, sasa utakuwa unamfanyia kazi for free. Ama unajua watu wanataka sympathy yenye hakuna, hawawezi kukuhurumia wewe. Wanataka tu wao wahurumie tu. We are just the same. We are just the same. Hapana. Usikubali mtu akulilie na umaskini wake. Wewe sio tajiri. Wewe sio tajiri mwenye kutoka Afrika uende ufanyie watu wenye wanasema wao ni maskini. So anataka hizo mashida zako wewe zake hazikuhusu mama. Story yako ni tofauti. Story yako wewe ni kumfanyia kazi. Agreement yenu ni kumfanyia kazi. Exit visa si hata sio pesa mingi. Bora afuate sheria. So usifanya kupumbaza aanze ananunua sympathy kutoka kwako. Wewe hujazaliwa uhurumie watu forever. Because there are also people depending on you. Ni wewe utasimama. Sasa unaona kama our sister, she's suffering for 1 year, hajalipwa, simu yake imewekwa. Juu alirudi kwa the same boss akisema boss wangu alishakuwa mzuri, nifanyie shopping. Na hata vile alikuwa anaelezea aliona tu kweli wamekuwa wazuri. Au ni vinyonga na ubadilika. Ni sisi tutatiana nguvu. Tutatiana nguvu tukifunzana.
Dani anasema hello the luck mom, mimi boss wangu ni mbaba but mama anataka nikimaliza contract niongeze 1 year na nisiende home, is it possible? Wachana, ukisikia mtu anasema uongeze contract, wewe funika masikio. Contract inakuanga 2 years na let me tell you, ukiongeza contract na ukuwe na shida after contract, hata ukitafutwa kwa system inaonekana you have overstayed there. Wewe ndio uko na makosa, you need to pay a fine of overstaying because you don't have a contract. Ukiongeza contract kama hata 3 months, 4 months, 5 months upate na shida, nobody is going to stand with you. The office hawakujui, hakuna agent akujui, office haikujui. Hiyo ndio unafaa kujua. So ukiongeza contract, it is at your own risk. Like unapaki gari where haitakikani. Unasema ananihitaji inbox after the show. Utanipata inbox after the show. Stella anasema nisaidie tu sis wangu, asaidike mom tang, naona unajaribu mahali utaweza. I'm trying. And let me tell you the Luck Mom family. Nataka kuambia watu, me I'm not an agent, number 1. I'm doing something because I was once a housemaid. I went through a lot. Nobody was there for me. But when I imagine the way I suffered, I don't want to see other people suffering. Now that because they don't have somebody, if I'm there, they can talk to me and I will stand for them. But sometimes unaweza unipate nimefinyika, nikwambie unaweka credit yako nikufanyie follow up. Usikuje kusema oh like mama wewe unasaidia watu bure. Sifanye kazi na serikali. Hakuna mtu atakufanyia kazi bure. I'm just trying to tell people at least ukikuja kwa the Luck Mom nakwambia utaweka credit yako yenye unashughulikiwa, you have to, because hii ni kazi ngumu yenye watu wanaepa nayo. You sometimes they come to me with lies and expect waniangaishe, drain too emotionally, alafu wapotee na cases za uongo. Wengine ni waongo. Some ladies are liars. Ndio maana hata wengine wameharibia watu. If Toya anasema, if Toya, you always talk facts, mama, I love you. Thank you, I love you back. Dorika anasema, Masio, kama hauna ikama, lazima utarudi Kenya through deportation. That is the only way. Na ukirudi contract kuna shida, go to the na ukirudi kwa ofisi kuongeza contract kuna shida. That is what I was reading. Kwa nini mbona unataka kurudi kwa ofisi? Contract ni 2 years. Contract ni 2 years na inafanywa na ofisi mbili. Ofisi ya Kenya, ofisi ya Saudi Arabia, or ofisi ya ile country yako na ile ofisi ya the host country. So, hizi shortcut watu wanataka kuongezea contract kwa maofisi. Hiyo itawezekana ndio, lakini ukipatwa na shida ni ile ofisi ya Saudi Arabia itakushughulikia, kwa sababu ya Kenya itakuwa. Kwa sababu ukianza safari kutoka Kenya lazima kuna visa unapewa, unaenda na process. So, unataka shortcut ya kurudi the same house, kuhangaishwa ya nini? We are just discouraging these things by the way. Kama hii nyumba umefanya kazi na hujatimiza ndoto, you can try a different house, you can try a different country, you can yani nataka kudiscourage history ya kurudi kwa the same house juu watu hawaamini. Kuna watu wanahangaishwa, ndio kuna watu ni wachache percentage kidogo sana wamekaa muda mrefu na wanaenjoy, but most of them when wanarudi kwa the same house, kulingana na zile cases nimepata, wengi wao wanahangaika sana. Dorika Mkana anasema sasa niko na 2 months Kenya na si kwa na ikama. Imagine boss wangu alinipeleka kwa gate ya deportation, nikaingia ndani, although nilikaa huko almost 2 months. But God above all, sasa niko nyumbani. Thank you Dorcas for sharing this. Without ikama lazima upitie deportation center. So bosses wengine wanaepa hii process ya kutafuta ikama because they feel it's expensive. Na wanaona kama yako iki-expire they are not ready to renew. So wanakuhangaisha tu, unamalizia deportation. Kama unaona mtu anaanza kukua mzuri kukuambia ngoja ikama. Wewe jua tu kama umemaliza contract na boss wako anakuambia ngoja ikama. Sio ikama anakuambia ngoja, anatafuta mbinu ya kukutupa deportation.
Uanze kujua hivyo. Contract is 2 years. Milka Wakisi anasema I thought ni uongo. Kuna story ya uongo. At 800 to 850 ni kusema tu, but hawajasema sasa imeanza kufanya. Wale wenye wameingia sasa, hata wenye wameingia last month wanapewa 900. So ni kusema tu, hawajasema hiyo salary kama ni 800 ama ni 850, but wenye waliingia last month wanasema bado contract zao zimeandikwa 900. So I just want the Lucky Mom family, let's share this information. Let's stand for one another. Ukiona kuna kitu inaweza kuwa affect watu wengi, if it's worthy, you can share it out. I know from this show ya sahi kuna watu watasaidika. Kuna mtu alikuwa na plan ya kurudi the same house after boss amechange, ameona amekuwa mzuri. I know you are going to learn from this one. Aidha usijipate kwa hii situation because itakuwa messy sana. Na tena kuna watu wengine wakienda huko, hata ukirudi kwa hiyo nyumba wanatoa pesa yao, wana reduce hata hiyo salary. Unaanza kusema boss wangu anasema ataniongeza. Hawezi kukuongeza. Kama wamekupangia hakuna vile watakuongeza. Ni wewe mwenyewe sasa utumie akili. Tumia akili yako ikusaidie. Ujue tu hapa niliwahi kosewa, sikukaa hapa 100%. Obvious hakuna mtu anaishingi maisha ya 100%. But ukiona zile vitu zenye wewe unafanyiwa, unafaa uchune masikio, utafute means zingine. You are not born to die in the same house. Hiyo ndio mimi naambianga tu watu. Ukuzaliwa ufanyie mtu mmoja kazi hadi ukufe. You need to try. Kama ulifanya hii ya maid na nini na iko kusaidia, you can try hata ukulima. Mimi kabisa nasema I really like your good advice. May you be blessed, mom. Thank you. I'm so humbled. So just try, keep trying. Tusikwamilie tu kwa nyumba ya mtu mwenye anakudharau. Watu tumedharauliwa mpaka unachoka. Lakini unasema mashida zangu haziishi. Pia pesa itoshi. Kuna wenye wameingia last month na 850. So wenye nimeongea na wao wameingia na 900. So 850 sijajua dama. Kama kuna wenye wameingia na wao na wako hapa kwa show, they can tell us. But all the same, I just wanted to share this information. Usikuje ku regret later like our sister, but I'm trying my best. Nione kama atasaidika. And I just want to thank the Lucky Mom family. You are doing amazing. Sometimes you are helping me a lot. As much as me naleta information. And I'm happy because watu waliacha kukua bitter. Watu walikuja wakaokoka hapa kwa the Lucky Mom family. Nakumbuka when I used to post things, watu wanasema nani alikutuma huko? Siku hizi I don't see such comments. People act. The moment I post something and I request people, please you can call this boss. Watu wanapigia boss simu 100. Watu 100, boss anapigiwa simu mpaka ana tense. Hadi ana take step. Agent anapigiwa simu hadi ana tense, anaamua kulipia mtu ticket. Ofisi hawataki biashara yao ionekane kama iko mbaya. They act. So because of we have decided like let's help one another, I just want to congratulate you for that, and I just want to thank you so much, because without you maybe the Lucky Mom would have not been there. Sarah Mayaka is saying, Lucky Mom, kazi unafanya ni poa, but wacha Mungu akubariki sana. Kama mimi boss wangu aliniambia eti nitakaa huku miaka 4, alafu nikamwambia nitaenda Kenya nione watoto by then nirudi, akasema inshallah. So uwezi ukubali kuongeza miaka ukiwa hapa, hapana. Sure. Shikutani anasema na hii kucheleweshwa salary aki hadi more than 1 week. Alafu ananipea cash, ananiambia nijilipie fare ya kupeleka bank, ndio niko 6 months na first 3 months hawakunifanyia hivyo. Shiko, I shared on how to send money using STC. Watu wataki kuona niko mpaka na Arabic version. You can just come to my inbox
nikutumie, and I'm also going to share the link. Sio lazima uende bank. Mambo ya bank si tulimaliza kitambo. Sasa watu wanachapa kazi, pesa inapita through M-Pesa. Unawekewa pesa kwa M-Pesa through STC. Hivyo tu, wacheni kuonyesha watu. Ukiona kama kuna kitu imekuja ya technology, wafunze. Kama wanaona ujui, wafunze, waambie download this app, STC app, send the money this way. Usianze kubebana kwenda kwa bank unatumia fare, ukienda tena kwa bank ukatwe ya kutuma. Wewe sisi tulikubali ni kufanya kazi, pesa ifike nyumbani through STC. Kama boss wako hajajua hivyo, I need to show you how it is done. At least pia ikuwe suluhu kwako. Ati anakupea cash. Watu wengine wanakupea cash, ukiwakasirisha kidogo wanaita polisi. Wanasema umewaibia. Hakuna vile utakataa na uko na pesa kwa mkono, because mostly maids hawatakani kukuwa na pesa kwa mkono kama unafanya kazi girl, because watasema umewaibia. You are not competing with these people in keeping money in the house, because most of them they keep their money in the house. So ukitaka kukuwa tajiri pia mkompiti na wao, watasema umewaibia. Dorcas anasema mimi siwezi shiko mwezi kisha ispite 5 wakupee do STC ni sure bet. Exactly. Na ukiona boss hajakulipa mshahara yako, unajua hiyo ni haki yako. Weka sura ya kazi mama. Mtu akikuangalia next anafikiria unamgonga, lakini wewe hauna plan ya kumgonga. Ile stress uko nayo ni pesa hujatumiwa. Leta ile sura mbaya ya kuonyesha kuwa watoto wangu wanalala njaa. Imagine kuwa watoto wako wanalala njaa na kuna mtu anakufanyisha kazi hapa anapita mbele yako. Mazee, toa macho. Sikia kama umemea pembe kidogo tu hivi, akijua tu. Kuna wengine mtu akianza kufura hivi anaonyeshwa tu receipt. I've sent you your money, I've sent you your money. Wewe mwenyewe kula ushibe tu kidogo, uanze kucheka cheka, unafanya kazi na hujalipwa. Wewe ndio unaonyesha boss kuwa hutaki pesa. Pesa ni haki yako, that is your sweat. So watu waanze kukua keen, usipembelezane na mtu. Usipembelezane na mtu, madam ni wazuri wananipea chakula, wananipea wifi, nikiwapa mshahara watanikatia wifi. Wewe ulienda kufanyia wifi hapo? Ulienda kufanyia wifi? Wachana mchezo. Vitu zingine you can survive without a wifi wewe. Wacha mchezo ya kusema ati nikimwomba pesa atanikatia wifi, nilimwomba pesa last time akanikatia wifi. Siku hizi aninunulie sijui vitu za kutumia sabuni. Wewe nunua sabuni yako, acha mchezo. Sasa unaangalia vitu ndogo unaanza vitu kubwa. Usipembelezane na huyo boss mwenye anakataa kulipa pesa yako. Pesa sikupatie cash, mwambie akuwekee pesa akitumia STC. I think I'll share a link again and I'll keep sharing. This is what I chose to do and I'll continue doing it without giving up, because my aim is to make this world a better place for everyone. So guys, thank you so much for tuning in. I love you so much. God bless you. Tushikilie hapo, keep sharing this video. We need people to understand what happens ukirudi kwa the same house. Thank you so much. See you in the next show.